Ndugu waandishi wa habari, leo tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2025, napenda kutoa taarifa kama ifuatavyo. Jeshi la Polisi, Kamisheni ya Polisi Zanzibar, linapenda kuwahakikishia wananchi wote wa Zanzibar kwamba hali ya ulinzi na usalama katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 inaendelea kuwa shwari na imara, na limejipanga kikamilifu kuhakikisha uchaguzi unafanyika katika mazingira ya amani, utulivu na usalama wa hali ya juu. Hivyo basi, naomba wananchi washiriki katika mchakato wa uchaguzi kwa utulivu, bila hofu wala wasiwasi wowote, kwani vyombo vya ulinzi na usalama viko timamu kwa ajili ya usalama wenu. Kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, Tume ya Uchaguzi, vyama vya siasa na wadau wa amani, Jeshi la Polisi, Kamisheni ya Polisi Zanzibar limeweka mikakati thabiti ya kudhibiti vitendo vya uvunjifu wa amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Hivyo basi, tumetoa ulinzi wa kutosha. Tutaweka ulinzi wa kutosha katika vituo vyote vya kupigia kura na maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu na maeneo yote ya nchi. Vile vile, tutasimamia sheria bila upendeleo kwa mtu yoyote, na tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kudumisha amani na kuepuka ushawishi wa kufanya vurugu. Nawasisitiza wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 kwenda kutumia haki yenu ya kikatiba ya kupiga kura, kwani vikosi vyenu vya ulinzi na usalama viko imara na viko macho muda wote, na hakutakuwa na mtu au kikundi cha watu watakaojaribu kuzuia au kufanya fujo ili watu wasipige kura. Zanzibar ni visiwa vya amani. Tanzania ni nchi ya amani yenye umoja na utulivu. Na kama tunavyojua, uchaguzi si vita wala si uwanja wa chuki, bali ni fursa ya kidemokrasia kwa wananchi kuchagua viongozi wanaowataka kwa amani, utulivu na heshima ya sheria. Hivyo basi, Jeshi la Polisi halitakubali na kamwe halitomvumilia mtu yoyote au kikundi chochote kujaribu kuchochea ghasia, kuhamasisha maandamano haramu au kuwashawishi wananchi kuvunja sheria kwa jina la siasa. Tunataka kila Mtanzania ajue kwamba usalama wa taifa hili si wa majaribio. Mtu yoyote atakayethubutu kuanzisha vurugu, kuharibu mali za umma au kujeruhi watu atachukuliwa hatua kali za kisheria bila aibu. Jeshi la Polisi, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumejiandaa kikamilifu kulinda amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Tumejipanga kwa uelewa, teknolojia na weledi wa hali ya juu kuhakikisha kila raia anapiga kura katika mazingira ya usalama na utulivu. Wananchi wote wenye mapenzi mema ya nchi hii wataendelea na shughuli zao bila hofu, lakini wachache wanaodhani wanaweza kutikisa misingi ya amani waelewe wazi kuwa sheria ipo macho na vyombo vya ulinzi na usalama havilali. Tunawasihi viongozi wa vyama vya siasa, wafuasi na wananchi wote wafuate sheria, waheshimu mamlaka za uchaguzi na waendelee kuhubiri amani. Amani ya Zanzibar ni yetu sote,
na hakuna atakayekubaliwa kuichezea. Sheria itachukua mkondo wake na wale watakaovuruga amani watajilaumu wenyewe. Natumia fursa hii kuwaomba wananchi wote wa Zanzibar kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi kutoa taarifa mapema kuhusu viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani na kutokubali kutumiwa na watu wachache wanaotaka kuvuruga amani ya nchi hii. Amani tulionayo ni matokeo ya ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi. Tuilinde amani hii kwa pamoja ili uchaguzi wa mwaka 2025 uwe wa mfano na wa kuigwa. Wito wangu kwa viongozi wa vyama vya siasa, wagombea na wafuasi wao kufuata sheria, kanuni na maelekezo ya Tume ya Uchaguzi ili kuhakikisha demokrasia inaendelezwa kwa njia ya amani na ustaarabu. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki uchaguzi mkuu uwe wa amani na utulivu. Asanteni kwa kunisikiliza.